الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة تشرح بها الصدور وتهول بها الأمور وتنكشف بها الصدور، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. وبعد، وكمليwa kwa haki Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya neema zake zote ambazo ametupa, kubwa kubwa ndogo ndogo, za dhahir na za siri, neema ambazo zipo tulizobahatikiwa kuzitambua na zingine hatukubahatikiwa kuzitambua kwa sababu ya uchache wa elimu tulionayo. Alhasil, juu ya neema zote anayestahili kushukuriwa na kusifiwa kwa wema Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kitendo hiki cha kumsifia kwa wema pamoja na kumshukuru, ndipo tutazidishiwa kutokana na neema zake. Zile tulizonazo zitaweza kudumu na kuendelea, na hata zingine zitajaliwa kufikia. Na pia vile vile tunatakiwa kukumbushana mara kwa mara tunapojumuika, tunapokuwa katika vikao vyetu, tuwe tunavipamba kwa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kufanya hivyo, katika hadithi sahihi Mtume kasema, mtu anapomswalia yeye kwa mafuhumu mara moja, kakaa tu ukasema Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad, kwa kutumia sigha yoyote ukamswalia japo mara moja, basi kuna ofa mbalimbali kutoka kwa Mungu zitakufikia kwa sababu ya hiyo swala yako moja. Ya kwanza, Mwenyezi Mungu humswalia mara 10, sallallahu alayhi biha 10 marat, mara 10. Lingine, wakatabala biha 10 hasanati, kuandikiwa mema 10 kwa kitendo hicho. Ofa nyingine, wamaha biha 10 khati'ati, kufutia makosa 10. Ofa nyingine, warafa'a lahu biha indahu 10 darajati, kunyanyua mbele yake miongoni mwa wale wanyenyekevu daraja 10. Ofa hizo zote ni kwa sababu ya swala moja ya kumswalia. Kwa hiyo tunatakiwa kumshana mara kwa mara, kushikana swala as-salatu ala nabii kwa sigha yoyote ambayo mtu anaiweza. Sallu ala nabii, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tumo ndani ya siku tukufu, siku ya Jumaa ambayo imeangukia katika 10 la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika mwaka huu wa 1447, basi Ijumaa hii inaangukia kuwa Ijumaa ya 3 katika mwezi huu wa Ramadhani, ambayo ni katika 10 la pili la maghfira. Ni 10 ambayo msamaha wa Allah unakithiri maradufu. Kwa maana jambo dogo unalolifanya la kupata maghfira ya Mungu,
basi maghfira ya Mungu yanamiminika kwa wingi juu yako. Kwa zile asbabu, yani kula aina ya sababu ambayo kumuingiza mtu kwenye msamaha, basi kuitekeleza katika 10 hili ni muhimu mno na ni bora sana, ikiwemo tilawa, swala, adhkari. Kikubwa zaidi istighfar, astaghfirullah, kwa sababu dhikri hii yenyewe inaashiria kutaka huo msamaha kwa Mungu. Kwa inakuwa ni bora zaidi kithirisha, hususan katika 10 hili la maghfira. Tunaomba Allah atupe taufiki ya kufunga salama salimini na kutukuza mwezi huu mpaka kufikia Lailatul Qadri, tuwe miongoni mwa wale wenye kupata ubora wa zaidi ya miezi 1000. Alhamdulillah. Kwanza ni kuwakumbuka kwa kheri na dua na maombi kula ambao wako katika matatizo na dhiki, ima ni dhiki ya bahati mbaya ama ya kuchochewa, kuombea Allah awape sahali na usalama na amani, wakiwemo ndugu zetu Waislamu wasiojiweza na watoto katika nchi ya Pakistani, katika nchi ya Afghanistani na katika nchi za Ghuba ama kisiwa cha Uarabuni, Jaziratul Arab kwa ujumla. Mungu awape amani na usalama, kwa sababu ukitazama vita kama hivi kiuhalisia hawakuvitaka wala hawakuviomba wala hawakuviridhia. Ni vita ambavyo vilipikwa kwa muda mrefu mno. Ni vita ambavyo vina malengo maalum kwa baadhi ya watu ambao hawako katika dini. Ni watu wa kufari, watu maadui wa ulimwengu na kwa Uislamu ndio waliovipika vita hivi. Kwa hiyo tunapoviona wale wahanga wa vita hivyo hawakuvitaka, wamesukumiwa watu. Mungu awanusuru. Ukitizama ndugu moja wa Pakistan na Afghanistan, unaweza kujiuliza hivi vita ni vya kazi gani? Maana ni jamii moja ile. Ni jamii moja kabisa. Watu wa Afghanistan na watu wa Pakistan katika jamii moja, na majority kubwa ni Waislamu. Vita vya nini? Ukija ukigundua au kufuatilia utakuta kuna false flag ndani ndio zinatumika kuchochea. Maana hata wale viongozi wa pale Afghanistan, wa Talibani, wale viongozi wao wale top kabisa, elimu ya dini na dunia kwa ujumla ya kufahamu ulimwengu wameipata ndani ya Pakistan. Wamesoma katika vyuo vikuu, universities ambazo ziko ndani ya Pakistan. Viongozi wa pale Afghanistan wa Taliban wamesoma kule, wamesomea Pakistan kabisa, watu mmoja. Na hata waliohusika kuwatengeneza na kwa mafunzo Pakistan walihusika, ingawaje wao walitoa ardhi na ruhusa kufanyike mafunzo yao kutoka kwa CIA wa Marekani, kipindi ambacho walikuwa wanataka kuiangusha Sovieti ambayo ilikuwa imeshikilia pale Afghanistan. Ndio wakatengeneza Taliban. Na hili juzi Clinton analielezea, ambaye ni katika watu viongozi pale Marekani wana uwezo wa kufahamu mengi. Anaelezea mbele ya wanahabari jinsi walivyoitengeneza Taliban. Waliipika Pakistan mpaka ikaiva, kisha wakawafadhili silaha. Pakistani wakapa hifadhi, wakaingia Afghanistan, wakapambana na Sovieti, wakaondoa. Walipoondoa baadaye wakaanza kuwa na sera zao ambazo Marekani hakuwa anazipenda. Akawageuka tena, akaanza vita. Akawatandika Afghanistan pale Taliban miaka takriban 20 kuanzia 001 huko. Mwisho wa siku hasara imewazidia, wakaondoka, wakawaachia nchi. Kwa hiyo asili ya wale Talibani pale na mafunzo na nini
waliyapata kutoka Pakistan, watu wamoja ndugu. Lakini mbona vita vya mara kwa mara tangu waingie wao na Pakistan haviishi? Kwa sababu kuna mikono ya watu pale ndani ya ardhi ya Pakistan, kuna mikono ya watu na Wazayuni na Wamarekani imo, wanabaraka wao na watengeneza wamo katika kile kikundi cha TTP Talibani ambao wako ndani ya Pakistan. Pale kuna vibaraka kutoka Marekani ambao wanawatii washawishi wale kwamba fanyeni kadhaa, fanyeni shambulizi ndani ya Pakistan. Nikifanywa tu Pakistani huona kana kwamba ni Talibani wa Afghanistan ndio wamefanya shambulizi. Wao wakija kupigana wanatandika wale nao wanaregesha. Lakini chanzo wale hawakuhusika. Kuna watu wanaogonganisha. Hawataki kabisa utulivu, wanataka kuwasambaratisha mpaka wafanye madhaifu. Ikiwezekana wao ndio watu hiyo. Nchi za Gulf nazo hazina ugomvi kabisa. Tangu waamue kuwa vibaraka, hawataki ugomvi na magharibi. Wamekubali kuingia mikataba mbalimbali inawafunga, hususan ule mkataba wa Abraham Accords wa Amerika. Mkataba mbaya kabisa. Nchi inapokubali ule mkataba, ndani kuna masharti magumu ambayo anafungwa mdomo na mikono, hata jiwe hawezi kurusha. Wamekubali na kushawishiwa wengi kuingia kwenye mkataba huo ili wawe salama, wakubali kwa teknolojia ya magharibi na kuuziwa silaha, wakubali. Watawasaliti ndugu zao wanaoumiza, wakubali. Hawasaidia. Lakini bado wanatafuta kwa kila namna. Haijatosha. Kwa sababu kuna mambo yashapikwa. Albert Pites ambaye ni Mzayuni na katika viongozi wa kishaitani kabisa, walipoanzisha huu mkakati wakaupika kwa vizuri miaka ya nyuma 1890 na kitu mwisho kuelekea 90s huko 19 na kuendelea. Kiongozi wa Freemason pale Marekani kaandika barua ambayo ipo na ikaja ikaeka wazi, kaitumana Uingereza kwa kiongozi wa Illuminati katika mikakati ambayo wanahakikisha kwamba haya mashirika makubwa ya kishetani yatakuwa ni yenye kushirikiana kukonka huu ulimwengu. Ndani ya barua hiyo akataja kwamba wanatakiwa kuhakikisha wanasababisha vita ulimwenguni vya kwanza, vya pili mpaka vya tatu, ili kuhakikisha watu watakuwa wenye kusambaratika, mfumo wao uweze kushika usukani. Wakasema lazima kwamba kupigana vita vya kwanza na vya pili mpaka vya tatu. Na mataifa yanayoendelea sana yatahusika kwenye vita vya kwanza mpaka vya pili. Halafu hivi vya tatu vitahusisha viongozi wa Kizayuni mpaka wa Kiarabu wa Kiislamu, kuhakikisha wanasambaratisha. Na wallahi namna walivyoandika kwenye barua ilikuwa hivyo hivyo. Kukapatikana vita vya kwanza vya kiulimwengu. Wakaona bado havijaenda vizuri, wakafanya ushawishi mwingine, kukapatikana vya pili vya ulimwengu. Sasa vya tatu vilivyobakia ni kama walivyo target kwamba lazima nchi za Kiarabu na zenye Uislamu zihusishwe pamoja na Wazayuni. Kwenye barua kutoka kwa kiongozi wa Freemason aliyekuwa wakati ule Marekani kwenda kwa kiongozi wa Illuminati aliyekuwa Uingereza kule London. Kwa hiyo ni mambo yamepikwa zamani sana, ukiona yanatokea. Yaani ni watu wanajaribu kuhakikisha wanafuatisha kivitendo yaliyoandikwa, ili wao waje wapitishe ile mikakati yao ya kuwa na sauti ulimwenguni kwamba kila nchi lazima iripoti kwao, watu wasikize. Ndio mipango inafuatisha. Kwa Mungu awasaidie ndugu zetu.
Sasa hivi nchi za Gulf nyingi zimeingia katika matatizo ambayo mashia wa Irani wameamua kufanya, na si kwamba wana chuki na hawa watu, ni kwa sababu ya Mzayuni na Magharibi, kwa kuwa kashikilia maeneo hayo, akita mizizi na anayatumia kama ndio njia ya kumdhuru huyu, na wao wanalipiza kisasi, maana ndio rahisi huko. Kwa hiyo wahanga wakubwa wanakuwa ni watu wa eneo hilo, wanakuwa ndio wahanga. Anasababisha nani? Mzayuni kasababisha. Lazima ajikuze, apate the greater Israel, ardhi yake kubwa, ikiwezekana apitishe ule mpango wake wa Pax Judea wa kuwa na sauti ulimwenguni. Na katika mpango huo wa Pax Judea hakutakikani nchi ambayo ina majority ya Kiislamu kubwa yenye nguvu ya kijeshi na silaha, lazima isambaratishe, ikiwemo Pakistani, ikiwemo Iran, hizo zote. Sasa lazima wazihusishe kwa namna moja au nyingine mpaka zidhofike, zisambaratike. Kwa hiyo wanaumia watu wasiokuwa na hatia kabisa. Mungu awasamehe, aondolee dhiki hizi na dhiki ambazo pia zinaweza kufikia ulimwengu mzima kwa sababu ya kufunga mlango wa Hormuz, mlango ambao unapitisha takriban 20% ya nishati au mafuta ulimwenguni inapitia hapo. Nchi za Ulaya na Magharibi nyingi zasaidika kupitia hapo. Nchi nyingi ndani ya Afrika zasaidika kupitia hapo. Kuna nchi nyingi ndani ya Asia pia zasaidika kupitia hapo. Sasa kwa kuwa ambaye ana mamlaka ya kuweza kuzuia ndiye ambaye anachokozwa au anashambuliwa, kama kufunga, madhara hayatawapata wa huko Gulf pekee, mpaka huko yatafungiza. Sasa hivi ndani ya Ulaya Magharibi wameanza kupata madhara ya kufungwa mlango bahari wa Hormuz. Nishati inapanda bei, nishati ya mafuta mpaka 50%, 50%. Unaona tayari athari wanaziona. Kwa tunakuta baadhi ya nchi hatujaona athari, lakini inakuja iko njiani. Wanaosababisha dhiki hizi, madhara haya kufikia ulimwengu, Wazayuni ndio chanzo. Ili hawataki kuona amani kabisa. Mipango yao ndio muhimu zaidi. Mungu atawashinda. Atawasalishia na ndugu zetu ambao katika hizo balaa na dhiki. Tuna silsila ya maudhu ambayo tunaendelea nayo tangu mwezi Shaabani. Maudhu iliyohusisha kundi la Mayahudi kuandaa maswali matatu kumuuliza Mtume wakati yuko pale Makka ili kubaini ukweli wake. Na katika maswali matatu aliulizwa kuhusu roho la kwanza, na akaulizwa kuhusu ashabul kahfi la pili, na tatu kaulizwa kuhusu mtu ambaye ni katika wana wa Israeli. Enzi hizo alizunguka dunia maeneo mbalimbali. Ni nani huyo ambaye Qur'ani ikaja kumsimulia kama Dhul-Qarnain? Sasa tumefika hili swali la tatu kwa Dhul-Qarnain, tukao tunamuelezea tangu mwanzo wa Ramadhani jinsi alipopewa jukumu na Allah la kuzunguka ardhi, na akapewa elimu kulingana na suratul Kahf inaelezea elimu ya kula kitu. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa. Allah sema tulimwezesha Dhul-Qarnain, tukampa nafasi na nguvu na tukampa elimu ya kula kitu na mbinu ya kukifikia na kukitengeneza. Kwa hiyo akatumwa akaambia, haya nenda ukaeleze maneno yangu. Sasa kuanzia hapo akaelekea upande wa magharibi. Tuliona magharibi alifika mpaka kwenye ardhi ya China, miji ya magharibi. Na zipo riwaya al-Imam Tabari katika kitabu chake Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatul Qur'an asema bali kafika mpaka katika Bahrul Khazar ambayo ni Caspian Sea, iliyounganisha nchi tano takriban. Na akatoka hapa akaenda upande wa mashariki huko. Baadhi ya riwayat katika Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatul Qur'an ni kwamba ni mashariki mpaka ardhi ya Japan.
Afika na akakutana na watu huko wakiwa katika eneo ambalo lina changamoto ya joto kali na jua kali, na ardhi yao hairuhusu kuwa na majumba madhubuti au kusimama majumba yote yale. Lakini Mungu kawapa uwezo wa kusurvive, akawalingania pia mpaka akatoe amri. Alipotoka hapo ndo akaelekea eneo ambalo liko baada ya hapo. Katoka ardhi ya China huko akaja eneo ambalo halikubainishwa kwa jina maalum. Kwenye Qur'an asema thumma atba'a sababa, alipoondoka akafuata njia na ishara za ardhini zinazomuelekeza kule ambako Mungu akamwambia kuna watu hawajafikiwa na maneno ya Mungu. Alipozifuata njia hizo akaenda hata idha balagha baina saddaini, afika hapo wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Na Jumaa iliyopita tulifikia hapa. Alipofika huko eneo ambalo kuna asaddaini, vizuizi viwili, vizuizi vya majabali makubwa ambayo kila jabali tulitaja Jumaa iliyopita linachukua eneo kubwa kama ni ngome, halipitiki. Na upande wa pili pia kuna jabali linachukua eneo kubwa, halipitiki. Hapa katikati ndio kuna mwanya kama vile mlango ama gate. Eneo karibu na hapo akakuta qauma wajada min dunihima qauma. Alipofika hapo alikuta nyuma ya eneo hilo au karibu na hapo kuna watu la yakaduna yafqahuna qawla, watu ambao yani hawafahamu lolote, yani hawajui habari zozote zilizomo ulimwenguni za kumhusu Mungu, hawatambui. Na baadhi ya riwayati za mufassirina wanasema bali ni watu ambao pia lugha zao yani kuzifahamu ni vigumu. Majeshi alokuja nayo Dhulqarnaini pale hawatambui lugha yao, isipokuwa yeye Dhulqarnaini kwa kuwa kafahamishwa elimu ya kila kitu akawa na uwezo wa kuwasikia, kuelewa na kuwazungumzisha. Na wao pia vile vile hawafahamu lugha za watu wengine, lakini kwa haraka walikuwa hawana habari ya kuhusu Mungu. Wanaishi eneo hilo na vizuizi vile vya majabali. Hapo sasa alipokuja akawalingania, akamwambia yeye kafahamishwa na Mungu, kapewa elimu ya kila kitu mpaka akaja kufika hapo kuwalingania, basi wakamfahamu, wakamuelewa. Na baada ya kuingia katika taa yake, wanaombi walimuomba kwa kuwa yeye amepewa elimu na ujuzi na uwezo wa kila kitu, basi awasaidie kwenye ombi hili. Qalu ya dhal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Lumbeini habari, ewe Dhul Qarnain, hakika kuna viumbe nyuma ya majabali haya, huko kuna eneo lao wanaishi viumbe hao, ni Yaajuj na Maajuj. Mufsiduna fil ardh, wanafanya ufisadi ardhini. Kwa maana mienendo yao wanavyowaona na kuwahisi, wanakula kila kitu, wanyama, yaani ndio vyakula vyao, wanyama, nyasi, miti, wanakula. Na tuliwataja Juma iliyopita jinsi walivyopewa umbile ambalo Alimamu Tabari kasema wana masikio makubwa. La kwanza anaweza kulitandika kama vile shuka, na la pili akajifunika. Wana umbile la ajabu, yani katikati ya binadamu na wanyama, lakini ni viumbe katika binadamu. Maana kizazi chao tuambiwa kwamba wametokana na mwana wa Nabii Allah Nuh, Yafith au Yaajuj na Maajuj. Sasa akaambia kuna viumbe hao wanakula kila kitu huko, tuna hofu sisi siku moja atakuja kuishiwa na hakiba ya vitu vilivyoko huko kwao, watataka kuvuka huu mwanya wa majabali waje watafute vyakula huko, wakifika kuna sisi watatukula hawa. Mufsiduna fil ardh. Sasa je, unaonaje tukujalie, yani tukupe malipo? Fahal, wakamuuliza, je, hal naj'al laka kharja,
hal naj'al laka kharja, je tunaweza tukakupa malipo yoyote, ili lengo na shabaha ujenge kizuizi kati ya haya majabali mawili cha kuwazuia hao Yaajuj na Maajuj wasitufikie siku za huko mbeleni. Basi Dhulqarnain akamwambia, ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwa aj'al bainakum wa bainahum rajma. Akamwambia haina haja kulipa malipo, uwezo niliopewa na Mwenyezi Mungu mimi na maarifa na kula khairi alionipa Mungu basi ni bora zaidi, sihitaji malipo yenu. Kikubwa tu naomba support yenu na nguvu kutoka kwenu, nisaidieni kwa nguvu yenu, nguvu kazi. Nyinyi nipeni nguvu kazi tu basi, ili niweze kutengeneza kizuizi kati yenu na wao. Huyo ndio Dhulqarnain. Hapa kwanza tutataja eneo ambalo kizuizi hiki kipo, halafu na namna ambavyo alijenga huyu Dhulqarnain. Kizuizi ambacho kimewazuia Yaajuj na Maajuj kwa moja kwenye Qur'ani hakikutajwa, na hata kwenye hadithi pia kwamba kipo katika nchi gani kulingana na jiografia ya sasa hivi hakijatajwa. Ni jitihadi za ulama kuanzia enzi hizo za masahaba, hawakubainisha moja kwa moja, ila wapo ambao wanafanya jitihadi na kueleza kwamba ni katika ardhi ya China, wengine wanasema ni katika ardhi za Armenia na Azerbaijan ambayo inafahamika kama Azerbaijan, nasema inaangukia upande huo. Na wapo wengine wanasema kizuizi hicho kipo katika ardhi ya Kaukas ama Kafkas katika majina mengine, ambao Waingereza wanaita kama ni Kaukasus, ardhi ambayo inajumuisha Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, hizo zote zinaingia katika ardhi ya Kaukasus, ardhi ambayo ndani kunapatikana majabali mengi mno kuliko eneo lingine tofauti ulimwenguni, makubwa. Wapo ambao wamejitahidi wakasema bali kwa ujumla kizuizi hiki kipo katika ardhi ya Kaukasus kwa ujumla. Moja katika nchi ambazo zinaangukia huko kama ni Urusi, kama ni Azerbaijan, ni Kazakhstan, zote hizo takuwa ni moja katika hizo. Wamesema kwa ujumla kwa sababu Qur'ani haikutaja na wao wakaja kwa ujumla. Tutaona huko mbeleni inshallah. Sasa jinsi alivyotengeneza kizuizi Dhulqarnain baada ya kupewa support na jamii iliyokuwepo jirani na majabali yale, kawaambia atuni zubar alhadid hatta idha sawa baina sadafaini qala mfukhu hatta idha ja'alahu nara qala atuni ufrigh alayhi qitra. Hii ndio taaluma aliyotumia Dhulqarnain kujenga kizuizi ambacho mpaka leo Yaajuj na Maajuj hawana uwezo wa kubomoa kizuizi hicho. Na tukasema katumia taaluma ambayo leo inafundishwa katika elimu ya chemistry. Dhulqarnain katika elimu ya chemistry, chuma cha kawaida ni madhubuti chenyewe, lakini kina udhaifu mbele ya kutu. Chuma cha kawaida kwa kutu kinakuwa na udhaifu, kutu ambayo huwa inasababishwa na hewa pamoja na maji. Mchanganyiko wa vitu viwili hivi, hewa na maji, kuzalisha kitu kinachoitwa kutu. Kikikutana na chuma kina uwezo wa kuharibu chuma. Kwa hiyo chuma kinakuwa na udhaifu pamoja na madhubuti wake, kinapotiwa katika ardhi au kujengwa sehemu, kikikutana na kutu kinakuwa hakina madhubuti wowote wa kudumu miaka mingi mbeleni. Kwa hiyo baadhi ya material ambazo kutu haina uwezo wa kuziharibu ni shaba al-nuhas. Chuma cha shaba ni madhubuti mbele ya kutu. Pamoja na kwamba shaba sio material ngumu kama chuma cha kawaida, lakini kimepewa uwezo na Mwenyezi Mungu. Chuma cha shaba hakiwezi kudhuriwa au kuharibiwa na kutu. Kwa hiyo wataalamu wa chemistry wametengeneza mbinu
ya kuweza kuhifadhi maeneo ambayo wanataka yadumu muda mrefu kupitia vyuma kwa mchanganyiko wa chuma cha shaba. Kuyayusha chuma cha kawaida, kitangulie kuyayushwa, alafu kikimwagwa eneo husika kichanganywe na shaba iliyoyayushwa. Vinaposhikana vitu viwili hivi, basi hata kutu hakina uwezo wa kuharibu. Kinashindwa kuharibu kwa sababu ndani kuna shaba imeyayushwa ikachanganywa. Wana chemistry wanafundisha mbinu hii ya kuhifadhi chuma kinachojengwa sehemu ili kisiliwe na kutu ndipo kama kinajengwa kisawa sawa. Ingawaje zipo mbinu mbalimbali za kuzuia, lakini ni dhaifu kuliko hii mbinu ambayo utayayusha chuma na kuchanganya na shaba iliyoyayushwa. Hii ndo mbinu madhubuti zaidi kuliko mbinu zote za kuhifadhi chuma kuliwa na kutu. Sasa Dhulqarnain katumia njia hii. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu asema, kawaambia jamii kwamba atuni zubar alhadidi, kitu cha kwanza nisaidieni nguvu kazi kwa kuniletea, kusanyeni vipande vya chuma mvilete eneo lile. Yale majabali yalikuwa ni marefu kisawasawa kwenda juu. Kawaambia wakakusanya vipande vya chuma vingi vikapangwa eneo hilo, mpaka hata idha sawa baina sadafaini, mpaka vipande vile vya chuma vikapangwa na kufika kileleni mwa yale majabali mawili. Ilipofikia hapo, qala mfukhu, kisha akawaambia vukuteni. Kwa maana wakatumia mbinu ya kuwasha moto unaoweza kuyayusha vyuma. Mbinu hii basi ikafanikiwa, hata idha ja'alahu nara, ikaendelea mpaka pale ule moto ukawa imara na ukayayusha vile vyuma na kuwa chuma kilichoyayuka. Ala, akawaambia sasa, atuni, nileteni material ambayo inaitwa nuhas, nileteni shaba ambayo imeyayushwa. Kwanza imetangulia chuma ya kawaida kuyayushwa, kisha chuma ya shaba, kwa sababu chuma cha kawaida ni imara, kwenye kuyayuka inakuwa ni vigumu, kinachukua muda mrefu kuliko chuma cha shaba. Chuma cha shaba ni material ambayo kuyayuka kwake ni haraka zaidi, na mashallah watu wengi wanatumia system hii ya chuma cha shaba kwenye vitu mbalimbali, ikiwemo hata nyaya za kupitisha umeme wa stima huu na sehemu mbalimbali wanatumika material ya shaba kwa sababu ni imara zaidi, yahimili vitu mbalimbali. Sasa walitanguliza chuma cha kawaida kuyayusha, kisha baadaye kilipoyayuka ndo akayayusha chuma cha shaba. Akamwambia nileteni sasa chuma cha shaba kilichoyayushwa. Atuni ufrigha alayhi qitra, ninyunyuze juu yake au nimwagie juu yake. Wakamletea sasa, akamwaga katika chuma cha kawaida kilichoyayushwa, akamwaga chuma cha shaba na akajalia sehemu za pambizoni au huku kando kando ya chuma kilichoshikana na yale majabali kuwe kumeingia shaba, na upande wa pili pia na katikati wake shaba ikawa ndo imemiminwa. Sasa ikaendelea mpaka ikaje ikashikana kisawasawa na kukauka. Ikawa ni mchanganyiko wa chuma cha kawaida kilichoyayushwa na chuma cha shaba kilichoyayushwa, umeshikana ukatengeneza ukuta madhubuti mmoja. Ili una uwezo wa kukaa miaka na miaka bila kuathiriwa na kutu. Kwa kuwa alifahamu kwamba shari ya hivi viumbe ambavyo viko nyuma ya majabali haya ikija ikiingia kwa viumbe wa kawaida huku itasababisha madhara. Kwa hiyo inatakiwa kizuizi kitakachojengwa kiwe imara cha kudumu miaka na miaka. Ndio akatumia mbinu hii Dhulqarnain kujenga, na Qur'ani ndio imeeleza kwamba akatumia mbinu hii ya kuyayusha chuma cha kawaida na chuma cha shaba na kuchanganya pamoja na kuzindika mpaka mwisho wa siku ikawa kitu kimoja. Na mpaka leo kizuizi kile kimeshikana na ile majabali kikatengeneza ngome ya Ajuju na Maajuju, walishindwa kupita pale. Qur'ani imesema famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Baada ya kizuizi kujengwa
siku za mbeleni Yajuj na Majuj walipojaribu kuvuka, famasta'u an yadhharuhu, hawakuweza kupanda juu yake, kwa sababu ukuta ule na kizuizi kile kimejengwa kirefu kiasi kwamba hawana uwezo wa kuruka na kufika huko, na hawana teknolojia. Kule waliko bado wako analogi kabisa, hawana teknolojia ya ndege wala ya nini ya kuvuka. Sasa walishindwa kupanda na kukwea kufika kileleni kule, lakini Qur'ani imetumia famasta'u, hawakuweza. Na kwenye neno la pili asema wamastata'u lahu naqba, hawakuweza kutoboa. Yani walikuwa na uwezo wa kutumia kucha zao na kupasua vitu vigumu na kuvunja. Walikuwa na uwezo huo wale Yajuj na Majuj, lakini kwa kile kizuizi kilichowekwa na Dhulqarnain walishindwa kutoboa. Lakini Qur'ani hapa imetaja kwa lugha sampuli mbili, famasta'u ya kwanza, ya pili wamastata'u, na zote zinatafsiriwa kwa maana ya kuweza, lakini zina herufi tofauti. Neno la kwanza ni ista'a, neno la pili ni istata'a. Tofauti yake katika matumizi wa Arabu wanatuambia neno ista'a hutumika pale ambapo mtu mathalan aseme lam asti, sikuweza, wakati jambo ni gumu kiasi kwamba kisaikolojia tayari limemshinda, yani hana uwezo wa kulijaribu kabisa. Yani kwa muonekano tayari ashashindwa kabla ya kujaribu, kashindwa. Hapo anasema lam asti, sikuweza, kwa maana hata kujaribu siwezi. Kwa macho tayari nimeshindwa, kiakili nimeshindwa. Anatumia neno istaa, anaondoa ta nyepesi, anaweka ta nzito pekee. Lakini kama kitu ana matumaini fulani, ana hope, akajaribu akashindwa, na anatumia neno istata, lam astati, kwa maana nimejaribu na sikuweza. Kwa hiyo istaa inakuja wakati mtu kashindwa hata huko kujaribu, na istata inakuja baada ya mtu kujaribu. Kwa hiyo Qur'ani imekuja ikasema famasta'u, kwa maana kwenye kukwea jinsi ulivyokuwa mrefu, na viumbe wale Yajuj na Majuj ni wafupi mno kulingana na historia. Katika Jami' Bayan an Ta'wil Ayat al-Qur'an, Imam Tabari kasema wana ufupi mno. Kwa hiyo kwa kimo chao wamevunjika moyo, hawakujaribu hasa kule kupanda. Ndio Qur'ani kasema famasta'u an yadhharu, yani kule kujaribu kuruka hawawezi, ndio hata kujaribu hakujaribu. Lakini kwenye kutaka kutoboa walikuwa na hope, ndio alijaribu. Lakini baada ya kujaribu Qur'ani kasema wamastata'u, baada ya kujaribu ndio hawakuweza kutoboa, na mpaka leo. Sasa siri nyingine, Mwenyezi Mungu, kwa kuwa Dhulqarnain alikuwa ni mmoja katika viumbe wa waja waliochaguliwa na Allah, alipofanya vile, basi nguvu ya Mungu ilijalia kwamba ukuta ule na kizuizi kile kibaki imara mpaka pale alipotaka yeye. Basi wanapotoboa wale Yajuj na Majuj ule ukuta, mpaka ikafikia hatua wamechoka kabisa, wakienda kupumzika, wakisema kesho tutarudi kuja kumalizia, Mungu anajalia eneo na sehemu ambayo wameikula inarudi kama ilivyokuwa, ili wabakie. Na hii inaashiria kwamba Yajuj na Majuj Allah kawajalia katika alama kubwa za kiyama, ndio maana hawezi kudhihiri kwa sasa hivi. Sasa ukuta huu au kizuizi hiki ambacho kimewekwa na Dhulqarnain, baada ya ijtihadi mbalimbali na tofauti za ulama kusema iko katika ardhi ya Kaukasus, wengine kusema iko China, basi kuna lugha sasa hivi imevumbuka inasema kuna ukuta kule China huko, Waarabu wanaoita As-Surul A'zamu fi Sin, ukuta mkubwa ulioko China. Uingereza wanaoita kama ni the Great Wall of China. Ukuta huu mpaka sasa hivi uko ndani ya China, na wako watalii mbalimbali huenda kautizama. Tumeona baadhi ya wahadhiri au mashehe walijaribu kueleza kuhusu historia ya Yajuj na Majuj na kile kizuizi, wakasema ukuta unaowazuia ni ule ukuta wa China, the Great Wall of China. Wanasema ndio ukuta uliojengwa na Dhulqarnain. Wako ambao waliwahi kueleza kisa hiki na wakataja ule ukuta, lakini ni wrong. The Great Wall of China sio ukuta wa Dhulqarnain, haiwezekani.
Ziko sababu nyingi ambazo haziruhusu ukuta wa China kuwa ndio kizuizi kilichojengwa na Dhulqarnain. Kwa sababu ya material na mambo mbalimbali. Kwanza ule ukuta wa China ulijengwa nyuma ya ukuta ya historia ya Dhulqarnain. Na waliojenga ni baadhi ya viongozi ambao kipindi kile walikuwa wanazuia maadui kuja kuivamia China kwa upande ule, ndio wakajenga ukuta. Tena kwa mawe. Lakini ukuta huu au kizuizi kilichowekwa na Dhulqarnain hakukutumika material ya mawe, ni chuma kilichoyayushwa pamoja na chuma cha shaba vikashikana. Lakini ule the Great Wall of China ni mawe ya kawaida. Sasa inawezekanaje ule ukuta ukawa ndio kizuizi cha Dhulqarnain alichokijenga? Ukisema hivyo ni kama unaikanusha Qur'an au unaipinga Qur'an. Qur'an haikutaja mawe, imetaja chuma cha kawaida kilichoyeyushwa kikachanganywa na chuma cha shaba. Mbona useme ukuta ule leo ni mawe? Unakuwa umevunja Qur'an. Kwamba Mungu sasa hajui, wewe ndio unajua zaidi. Kwa hiyo kuna asilimia kubwa haiwezekani ule ukuta kuwa ndio kizuizi cha Dhulqarnain. Haiwezekani. Kitu kingine, ukuta wa Dhulqarnain uko katikati ya majabali mawili. Umeshikana. Ule ukuta wa China umechukua eneo la square kilomita kama 2000 na kitu. Haiwezekani. Huo ukuta ule ndo kizuizi cha Dhulqarnain alichokijenga. Kwa hiyo inaashiria wazi kabisa kwamba ukuta ule wa Dhulqarnain ni tofauti na ule wa the Great Wall of China. Mwingine. Sasa baadhi ya watu walipojaribu kuzengia ukuta ule au kizuizi kilichojengwa na Dhulqarnain na kikosa kiuhalisia, wakasema kinachoonekana ndio hicho ndio wakataja kwamba ni ukuta wa China. Wengine wamejaribu kuzengia, sasa hawa Yaajuj na Maajuj wako wapi kwa sasa hivi? Kwa kwamba wamewakosa basi wakasema ni ukuta ule na wale viumbe washavunja wakatoka labda wal-iyadhu billah. Lakini wapo ambao wanajiuliza mbona hatuwaoni? Ulimwengu wa sasa ni ulimwengu wa teknolojia, satellite, madroni ya uchunguzi. Yapo. Mpaka vitu ambavyo vimejificha chini ya ardhi. Satellite siku hizi zina uwezo wa kutumia mpaka joto na kufanya uchunguzi na kujua hapa kuna nini, hapa kuna nini. Walipoangalia wakashindwa, ndio wanasema kwamba washafungua wametoka. Wamevunja wakatoka wala billah. Bali Yaajuj na Maajuj wapo kwenye kizuizi mpaka leo. Kile ambacho Dhulqarnain kawazuilia. Lakini ni katika alama kubwa za kiyama. Yaani katika zile alama 10 kubwa. Zile ashratu saa al-kubra, Yaajuj na Maajuj ni miongoni mwazo. Na hawawezi kutoka pale mpaka siku hiyo. Anasema hapa Dhulqarnain, na Mwenyezi Mungu akahaki maneno yake kutusimulia sisi. Qala hadha rahmatun min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kizuizi hiki nilichokiweka hapa kitakuwa ni kizuizi cha kuwalinda nyinyi na wao hao Yaajuj na Maajuj. Kwa rehema kutoka kwa Mola wangu, sio kwa nguvu zangu wala ujuzi wangu, kutoka kwa Mungu. Lakini sio kwamba kitakaa milele. Waadi wa Mungu kishafika kwamba ile siku ya kwamba hao wafunguki watoke ikifika, Mungu mwenyewe ja'alahu dakka, hiki kizuizi atakivunja na kukifanya kile kama vumbi tu ili kuwatoa hiyo siku. Na ahadi ya Mungu ni ya kweli. Kwa ina maana kwamba tangu ajenge pale Allah ameweka muhuri kabisa kwamba ile ni katika alama kubwa za kiyama. Hivyo basi watahifadhiwa kwa namna ambayo hakuna atakayeingilia kati mpaka siku maalum. Waje waruhusiwe ili maneno ya mtumi yatimie. Mtumi kaeleza kwamba siku kiyama kikishakaribia mno wale watatoka na wataanza ufisadi ya Yaajuj na Maajuj. Sasa leo ile kwamba wako wazi Yaajuj na Maajuj wanaonekana kwa ulimwengu wa sasa. Wao wanajulikana walipo, wanaonekana kabisa kwa vyombo vya kisasa. Si wafisadi wataamka watasema kwa hawa ni katika alama za kiyama watakuja kufisidi. Wacha tuwapige mabomu tuwamalize kabla hawajafika huko. Wal-iyadhu billah. Sasa mtumi kasema mpaka siku ya kiyama ikifika ndio wale watatoka kisha wataanza kufanya ufisadi. Haya hawa wakishawasambaratisha Yaajuj na Maajuj kabla. Ina maana maneno ya mtumi si ya kweli. Wal-iyadhu billah. Mtumi ni mkweli, as-sadiqul amini.
Ndio maana wamefunikwa na kuzuiliwa. Hakuna atakayeweza kuingilia pale walipo mpaka siku ifike, ahadi itimie, kama nilivyosema, wakana wa'du rabbi haqa. Ndio maana mpaka leo hata ukaziingia kwa vyombo vya satellite na nini, uweze ukawaona wako wapi Yajuj na Majuj. Inawezekana. Juzi nchi ya Kazakhstan, kwa kuwa ni nchi ambayo ina majabali mengi makubwa, walifanikiwa kugundua majabali mawili ambayo kuna kizuizi katikati hayo majabali, hakijulikani ni material gani imetumika kujenga. Wakasema inaashiria wazi kwamba hiki labda ni kizuizi cha Yajuj na Majuj. Nchi ya Kazakhstan juzi wameweza kugundua kizuizi kama hicho, lakini ni jitihadi. Hawaonekani Yajuj na Majuj wako wapi, bali wako wanaosema kwamba washifungua, lakini si kweli, hawajavunja. Mungu amewafunika na amewajalia wawe sehemu private ambayo binadamu hawawezi kuingilia kati na kuwagundua, mpaka iwe kama ni alama kubwa ya kiyama ya Yajuj na Majuj. Kuna hadithi katika Sahih Bukhari na Muslim pia. Siku moja Mtume kawaambia masahaba, la ilaha illa Allah wailun lil'arabi iqtarabat as-sa'a futiha al-yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhi wa aqada bi ibhamihi as-sab'a. Mtume kawaambia masahaba siku hiyo kwamba la ilaha illa Allah, ole wao Waarabu, kiyama kimekaribia mno. Hivi leo tunavyozungumza, kizuizi kile kilichojengwa cha kuwazuia hao ya Yajuj na Majuj wamefanikiwa kuvunja na kubomoa kiasi fulani, yani kiasi kidogo. Mtume akaashiria kwa kidole cha gumba na kidole cha shahada kwa kushikanisha kiasi kidogo, akasema mithlu hadhi, ndio mfumba kidogo wametoboa, lakini hawajafanikiwa. Kuna watu wameshindwa kuifahamu ile hadithi, wakasema ile futiha yeye wamefunguliwa kabisa kabisa, wameshindwa kumalizia hadithi. Hadithi haikukoma kwenye futiha al-yawma ya Yajuj wa Majuj, bali ni futiha al-yawma min radmi, yani kumefunguliwa kiasi kidogo katika kile kizuizi, min ambayo inakuja ya tabi'idhi pale, kwa kiasi fulani katika kile kizuizi. Kisha Mtume akatoa mfano akasema mithlu hadhi, akaonyesha kitu kidogo katikati ya sababa na ibham. Wao wameshindwa kumalizia hadithi, wanakwenda kwenye mbara na kusema Yajuj na Majuj sasa hivi washafungua kitambo. Mtume kasema ni kaumu ya China ndio Yajuj na Majuj wale, wala iyadhu billah. Kasome vizuri hadithi za Mtume uzielewe. Kwa hiyo bado wako kwenye kizuizi na haijulikani halisi kwamba ni wapi, na hata wakazengewa hawezi kupatikana, kwa sababu ni katika alama kubwa kubwa za kiyama. Teknolojia hiyo ya kuwazuia haitumia Dhulqarnain karne hizo mpaka leo, na ukuta uko pale pale haujaliwa na kutu. Leo watu wanasema kwamba katika ulimwengu wa elimu wanafanya mambo ambayo yashatangulia wakati huo na Qur'ani imezungumza. Ndio utafahamu kwamba Qur'ani imebeba kula sampuli ya sayansi. Yaani kula sayansi unayojua wewe, mafunzo nini Qur'ani imekusanya. Mpaka habari za kwenda anga za mbali Qur'ani imeelezea. Wala iyadhu billah. Wale ambao wanaipinga Qur'ani waje wasome, watagundua. Kwa haya machache, muda umeenda sana. Naomba radhi kwa kuchelewesha zaidi. Mungu atufahamishe dini yake, akihifadhi kizazi chetu kutokana na dhambi ya Wayahudi na wasaidizi wake, atuingize katika waja wake wema kesho akhera. Amin.